Ndugu wanahabari, sisi mawakili wa TLS tuko hapa kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali kote nchini yakiwahusu Watanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa 9 Oktoba mwaka huu. Tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watuhumiwa wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo, na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza kwa maana ya leo, watuhumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani. Na tutapata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya masaa machache yaliyopita. Na watuhumiwa wengi, ndugu waandishi wa habari, ambao mpaka sasa hivi wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 mpaka 25. Ndugu wanahabari, baada ya mashauri hayo kuanza kufunguliwa tulikaa na kufanya tathmini ambapo tulibaini kuwa watuhumiwa walio wengi uelewa wa kisheria ni mdogo na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba Tanzania ya mwaka 77. Hivyo basi sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria ikiwemo kuwakilisha mahakamani watuhumiwa wote waliofikishwa mahakamani tangu tarehe 7 ya mwezi Novemba, ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku bila malipo na bila masharti yoyote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika hiyo wameshafikishwa mahakamani tutawasaidia kuwatolea msaada wa kisheria, kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegelea kwa hapa Dar es Salaam, na ambao wanaendelea kuchukua vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote, kwa sababu ni Watanzania na wadeserve haki hiyo.